Siku ya leo nilikuwa nimekaa, nikawa natafakari hivi leo naweza kufundisha nini cha kiroho. Maana kiukweli nina vitu vingi sana vya kufundisha jamii inayohitaji ufahamu wa kiroho. Lakini nilikuwa nimeduaa kwamba nitafundisha nini siku ya leo. Ikawa imeingia simu ya mwanafunzi wa ufahamu wa kiroho. Basi akawa na maswali yake pale. Nikagundua kwamba ina maana ulimwengu umeamua kunijibu ninachokitaka kwa staili hii, basi sawa. Basi yule bwana akawa ananiuliza maswali mengi sana. Ikabidi nianze kuyaandika. Maana nilikuwa nimetembea na peni na daftari. Nikasema hichi nilichokuwa nawaza kwamba nitafundisha, si ndio hiki? Basi kwa sababu mimi ni mtu wa kiroho, najua kuelewa lugha na ishara za ulimwengu, nikawa nimepata majibu kwamba basi hili ndio jibu la kile nilichokuwa nawaza kwamba leo nitafundisha nini siku ambayo nimerejea darasani baada ya muda mrefu. Nikamuuliza yule mtu kwamba haya maswali, mbona unaniuliza maswali mengi sana? Ulikuwa umeandika mahali? Mbona ni maswali mazito? Mbona ni maswali ambayo yanatiririka hivi? Mbona ni mazito? Akasema mimi yanakuja tu. Basi mimi nikawa nacheka na kufurahi. Katika mazungumzo tuliokuwa tunaongea, nikawa nimemwambia kwamba ni raha sana kuelewa lugha na ishara za ulimwengu. Ni raha sana jinsi ya kuelewa lugha na ishara za ulimwengu, na ni jambo ambalo mtu afundishwi, linakuja tu automatic lenyewe kulingana na vile ambavyo unakuwa unaishi na vile unavyokuwa unajiweka mwenyewe. Kwa hiyo hapa kuna maswali na majibu ya mazungumzo ya mimi na huyo bwana ambaye anaweza kukusaidia wewe katika kuelewa mambo mengi ya ufahamu wa kiroho. Bwana alikuwa ameniuliza swali kwamba alikuwa amezungumza kwamba kwa sababu ni mwanafunzi, nilikuwa nimefundisha vitu vingi kwa muda mrefu. Leo alikuwa anauliza tu kwamba ili mtu awe na nguvu za kimwili anatakiwa kula vizuri ili kujenga mwili. Je, ili mtu awe na nguvu zake za kiroho anatakiwa kufanya nini? Au anatakiwa kula lini? Au anatakiwa kufanya nini ili kuwa na nguvu za kiroho? Kama unavyoona swali lenyewe hili. Basi mimi nikawa nimemjibu kwamba ili kuelewa vizuri majibu ya swali hili, unaweza ukakaa ukatafakari habari ya mnyama kiboko. Mnyama ambaye huwa ana nguvu zaidi pale anapokuwa ndani ya maji, na ndio ameumbwa hivyo. Pia ukitafakari habari ya samaki utagundua kwamba samaki mazingira yake ni ndani ya maji, na ndipo huwa anakuwa na nguvu samaki akiwa ndani ya maji. Lakini sasa ukija kuzungumza habari ya roho, roho ni sehemu ya asili. Roho ni sehemu ya asili inayotumia mwili. Inayotumia mwili au inaweza ikafanya namna yoyote kulingana na asili yenyewe. Asili ipo katika namna nyingi, ipo katika namna ambayo hatuwezi kuelezea mambo yake. Lakini tukija kwenye swala hili lazima tuizungumzie kwa namna hii kwamba roho ni sehemu ya asili inayotumia mwili. Kwa muktadha wa swali la huyu bwana, basi ili roho ipate nguvu ni lazima ijiunganishe na asili yenyewe, kama vile ambavyo samaki anacheza vizuri ndani ya maji, lakini hata kiboko ana nguvu anapokuwa na majini. Kwa hivyo ndivyo roho ya mtu inaweza kupata nguvu, lazima mtu aweze kujiunganisha na asili. Lakini mtu huyu baada ya kumjibu hivi aliongeza swali lingine. Akawa ameuliza basi ikiwa ni hivyo, mwanadamu anawezaje kujiunganisha na asili? Nikawa nimemjibu kwamba kwa ajili ya kuelewa unaweza ukatafakari mtu aliyetumia vidonge vyenye harufu, kwa mfano mseto. Mtu huyu akiwepo na mtu ambaye hajatumia vidonge, basi aliyetumia vidonge, harufu ya vidonge husikika kwake. Kumbe ili asili ikutambue ni lazima ujiwekee asili ndani ya mwili wako. Ni lazima uiweke vitu ambavyo asili itaviona ndani ya mwili wako ili iweze kukutambua na kufanya vile ambavyo unataka kwa mazungumzo sahihi na asili yenyewe. Lazima ufuate utaratibu wa asili ili iweze kukuona na roho yako iweze kutumia mazingira ya asili kwa ajili na namna ya roho hiyo jinsi ilivyo.
Kwa sababu kuna wengine roho zao ni za burudani, zingine roho zao ni za kutafuta thamani, nyingine roho zao ni za kuongoza. Wanasikia fahari katika kuratibu mambo na kuongoza watu wengine kulingana na roho yako jinsi ilivyo. Ukijiunganisha na asili hivyo itakapokuwa hivyo hivyo. Lakini mtu huyo aliendelea kuuliza maswali zaidi. Akawa ameuliza kwamba ninajiwekeaje asili? Nikawa nimemkumbusha kwamba katika mafundisho ya kiroho tunatambua habari ya wema na ubaya. Wema ni matendo ya asili kuu au ni matendo ya kimungu katika maandiko ya kidini. Lakini ubaya ni kwenda kinyume na matendo ya asili kuu tukufu. Huo ndio ubaya ambao katika vitabu vya dini utakuta wameeleza kama ndio shetani. Unastahili kufanya yaliyo mema ili uwe na roho safi. Na lazima utambue kuishi matendo ya asili kuu yenyewe. Tena unatakiwa kutumia na kula vilivyo na uwiano wa asili, na ujiweke mbali na mambo ya ubaya au mambo yanayoenda kinyume na asili, na pia vyakula vilivyoharibiwa uwiano wake wa asili. Jambo lingine unaweza kaona mfano wa watu waliokiuka matendo safi ya asili tukufu na vyakula vilivyotengenezwa maabara. Wapo watu ambao wamekiuka asili kuu tukufu, wewe mwenyewe unafahamu. Kuna wengine wanaamua kuiba, kuna wengine wanaamua kudhulumu wengine, kuna wengine wanaamua kufanya maadili ambayo hayafai kwa ajili ya jinsi wanavyoona wao. Wamechagua upande wa ubaya, yaani wamechagua kwenda kinyume na matendo ya asili kuu tukufu. Na kwa sababu ni sheria ya ulimwengu ya uwili, kwamba kila kitu kina upande mbili. Kama kuna wema basi kuna ubaya. Hakuwezi kuwa na kitu kitaitwa wema bila kuwa na ubaya. Maana kama kuna mchana basi kuna kitu kinaitwa usiku. Kama kuna giza basi kuna kitu ni mwanga. Ndio maana vitu vinaendelea kuwepo milele na milele. Kuna sheria ya uwili katika ulimwengu. Mfano, katika vyakula sasa, ili ujue jinsi ya kujiwekea asili. Kitu cha kwanza kabisa nilikuwa nimekufundisha kwamba ninastahili kufanya mema ili uwe na roho safi. Lakini kitu cha pili, lazima uweze kuangalia vyakula vyako, na ni lazima utumie vyakula ambavyo vinakuwa ni vya asili. Huwa kuna nyanya za asili, lakini vile kuna nyanya za kisasa. Kuna tikitiki la asili, lakini kuna tikiti hilo la kisasa. Hata tango lipo tango la asili, lakini huwa lipo tango la kisasa. Matango ambayo yametapakaa siku hizi haya ya kisasa. Ukitaka matango ya asili, hadi uende vijijini huko kwa wazee, utakuta kuna mbegu za matango hayo ambayo yanakuwa yanafanya kazi za kujenga mwili. Na matunda mengi tu yana mafuta ndani yake. Kwenye zile mbegu za matunda mengi huwa kuna mafuta ambazo ni kemikali muhimu katika kujenga mwili wa kiroho. Utakiwa kutambua hivyo. Na maana mtu anasisitizwa kutumia vitu vya namna hiyo. Hata kuku, kuna kuku wa asili, lakini wapo kuku wa kisasa. Kila kitu kimekuwa hivyo siku hizi. Kwa hiyo lazima uweze kuangalia pale unapotaka kujiwekea asili ndani yako, lazima uweze kutambua mambo haya. Na lazima ufanye mambo ya wema ili uwe na roho safi, lakini lazima uangalie vyakula unavyokula. Kwa hiyo kujiwekea asili ndani yako kuna gharama. Kama upo katikati ya mji ambao huwezi kupata vitu vya asili vya kujiwekea, basi ndio uchukue gharama uweze kutafuta sehemu ambapo unaweza ukashirikiana na asili ili roho yako iweze kuwa na nguvu. Sio jambo jepesi. Vitu vya asili kuu vinaifanya roho yako iwe na nguvu ya asili kuu, na kuvitumia ndio kujiwekea asili kwenyewe. Roho yako itakuwa na nguvu sana pale unapokuwa umefuata utaratibu huu bila hata kikwazo chochote. Basi huyu mtu akawa ameuliza swali lingine kwamba tumejifunza kwamba ili roho na makusudi ya mtu yadhihirike, lazima mtu aishi na adumu kwenye mitetemo ya juu. Je, akiwa katika hali ya mitetemo ya juu alafu ikaja hali ya hisia ya mitetemo ya chini ghafla, mfano hofu, je, anaweza kuitoa vipi? Katika kumjibu nikamwambia, hebu tafakari ndoo ya lita 10 yenye maji. Ukiweka jagi la rangi ya kijani ndani ya hayo maji kwenye ndoo ya lita 10, basi yale maji yatakuwa na rangi ya kijani. Je, ukiweka kijiko kimoja cha rangi nyekundu, rangi kwenye ndoo inaweza kubadilika na kuwa rangi yoyote tofauti na hiyo? Bila shaka jibu ni hapana. Kumbe basi
Ikiwa kibaya ni rangi ya kijani, basi ili ipotee ni lazima rangi nyingine iwe nyingi kuliko hiyo. Hapa unaweza ukapata majibu kutokana na swali hilo alilokuwa ameuliza, kwamba hofu ikija ghafula ikakushambulia, maana yake sasa kitu cha pili cha hofu ni nini? Hofu mbadala wake ni ujasiri na dhani. Kumbe usalama unakuwa umepungua ndani yako. Ukiongeza usalama, hofu itapotea, maana utajisikia kujiamini ndani yako. Ndio nilivyojibu katika swali hili, na nimeweka hapa ili na wewe uweze kutambua mambo haya. Lakini huyu mtu amekuwa ni mwanafunzi na amepata ufahamu wa kuuliza maswali yote haya baada ya kusoma kitabu cha Mitetemo ya Kiroho. Baada ya kusoma kitabu cha Mitetemo ya Kiroho, ambao bei yake ni rafiki tu, shilingi 25,000. Ni shilingi 25,000. Nimekuwa nikisema mara kwa mara, unaweza ukakipata kitabu hichi kwa ajili ya kizazi chako, kwa sababu hicho kitabu ni kitabu ambacho kimeandika ufahamu wa kiroho wa msingi, kwamba unaweza kukaa na kitabu hicho ukisipate fahamu za kukichanganua kitabu hicho, lakini akaja mtu ambaye ulimwengu umempendelea katika kuelewa kitu hicho, akaweza kukuchambulia vizuri hicho kitabu, kwa sababu kina msingi mzuri wa elimu ya kiroho ya mwanzo kabisa, ili uweze kujiunganisha na ulimwengu na ulimwengu uweze kukutumikia. Hicho kitabu kimeeleza mambo mengi. Basi mtu huyu akawa ameuliza tena swali lingine, ulimwengu unafanyaje kazi? Jibu la swali hili ni rahisi sana na ni fupi. Utendaji wa ulimwengu ni vitu hasi huwa vina tabia ya kuzunguka vitu chanya daima. Ndiyo hapo utakuta kuna kauli za mti wenye matunda huwa unapigwa mawe. Hata kisima cha maji huwa kinakuwa na watekaji wengi, wanyama wanaenda kunywa maji pale kama unavyojua. Hata jua lenyewe ni protoni, ni sawa na protoni, na sayari ni sawa na elektroni zinazokuwa zinalizunguka. Elektroni ni vitu hasi, lakini protoni ni chaji chanya. Kumbe hasi huwa zina tabia ya kuzunguruka chaji chanya daima. Ndivyo lilivyoumbwa hivyo hivyo. Kwa kitu chenye nguvu huwa kinazungukwa. Ukienda kwa wale wasomi ambao wamejaribu, wamepita kidogo darasani, wanafahamu habari ya kemia, watakueleza habari ya atom, au unaweza ukaigoogle hata wewe mwenyewe hapo. Unaweza ukaigoogle hiyo atom. Inaandikwa hivi. Atom inaandikwaje? Atom inaandikwa hivi. Atom inaandikwa atom. Unaweza ukagoogle au unaweza ukatafuta kwenye artificial intelligence AI yoyote, inakwambia habari ya atom, kwamba atom huwa ina vitu gani vikubwa. Utakuta kuna habari ya protons, lakini utakuta kuna habari ya neutrons, lakini utakuta kuna habari ya electrons kwenye atom. Basi hivyo vitu unaweza ukaelewa ninaposema ulimwengu unafanya kazi katika namna hiyo. Unaweza ukaelewa jambo hilo kiurahisi. Basi mtu huyu akawa ameuliza swali lingine tena. Je, kuna uhusiano gani kati ya Mungu, yani asili yenyewe? Watu wao wanashindwa kuelewa habari ya dhana ya Mungu. Naweza tukazungumza Mungu, lakini katika dhana tofauti kulingana na unavyoelewa. Mimi ninapotaja Mungu namaanisha asili kuu tukufu, chanzo cha kila kitu, asili ambayo haielezeki, ambayo haina mwanzo wala mwisho. Je, kuna uhusiano gani kati ya Mungu na ulimwengu? Jibu ni rahisi sana. Ulimwengu ni mwili wa Mungu. Ulimwengu ni mwili wa asili. Nikisema hivyo unaweza ukadadafua habari ya mwili. Mwili huo una viungo. Miguu inafanya kazi ya kutembea. Macho yanafanya kazi ya kuona. Mdomo unafanya kazi ya kunena. Mikono inafanya kazi ya kuumba. Lakini na vitu vingine ndani ya mwili, kuna mzunguko wa damu. Ndivyo hivyo jinsi ilivyo. Ulimwengu ni mwili wa mwanadamu, ni mwili wa Mungu. Ulimwengu na vitu vyote ni mali ya asili yenyewe, chanzo kikuu kilichozifanya viwepo na viendelee kuwepo daima na daima, mpaka ambapo vinajua vyenyewe jinsi ambavyo ipo. Lakini mtu huyu alikuwa ameuliza kwamba maombi unayoomba ni Mungu ndio anajibu, au ni asili, au ni ulimwengu?
Jibu ni rahisi sana. Ukitaka kumuomba rais, unamuombaje? Rais ni taasisi ya juu kabisa katika utawala. Bila shaka huwa kuna utaratibu wa kingazi wa kutimiziwa kwa neno la rais, kwa mamlaka ile. Ndio maana kuna mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa shehia, kuna mwenyekiti, kuna madiwani, kuna ule mlolongo wa kutoka ngazi za chini, kutoka kwenye familia hadi ngazi ya juu ya rais. Huwezi ukamfikia rais moja kwa moja ikiwa shida yako inaweza kutatuliwa na mwenyekiti. Ni kitu ambacho ni kigumu. Ndio maana katika hili utakuta wengine wanachanganya. Anakuambia kwamba mimi nasali, mimi namwabudu Mungu, namwabudu Yesu. Anasema kwamba mizimu ni vitu vya kishirikina, ni vitu vya kichawi. Huwezi ukafanikiwa au ukajibiwa na ngazi ya juu kama huheshimu ngazi ndogo zilizo chini. Ngazi ya juu ndio ilizoziweka ngazi za chini. Kwa kama huheshimu sheria zingine za ulimwengu, hivi unafikiri utafanikiwa kiurahisi? Bali hii watu wanachanganya nguvu hasi za kiroho na nguvu chanya za kiroho, huwa wanazichanganya. Ulimwengu unazungumza kwa sheria tu, ulimwengu upo kwa sheria na utaratibu wake. Huwezi ukauelewa jinsi ambavyo unajisikia katika kichwa chako. Lakini mtu huyu aliadai kwamba katika kupitapita huko kwenye YouTube alikutana na mdau ambaye aliibua hoja kwamba inawezekana kupata mali au mafanikio kwa kutumia mtoto wa kumzaa mwenyewe. Kwa akawa ananiuliza kama mwalimu wa ufahamu wa kiroho, na mimi nilimjibu kwa kishindo kwamba ndio, inawezekana kabisa. Lakini katika mtazamo gani? Na sio kwamba mtoto tu unaweza kupata mafanikio kwa mtoto peke yake wa kumzaa huyo. Bali unaweza kupata mafanikio kwa kutumia mtu yoyote. Kwa kanuni gani sasa? Mtu anaweza kupata mali kwa kutumia wewe, hata wewe mwenyewe mtu anaweza kupata mali kupitia wewe. Kwa maana yoyote anayeishi karibu na chanzo cha maji, kwa mfano, hawezi kuwa na shida ya maji. Kuna muda baraka za mtoto zitapita mikononi mwa mtu aliye mbele ili kumfikia mlengo, yani huyo mtoto. Mfano, ikiwa ni mke ndio mwenye mamlaka kubwa ya kiroho ndani yake, basi baraka zitapita kwa mume, na ikiwa mume huyo atashindwa kumtunza vizuri mke, ulimwengu unaweza kumpola baraka hizo na kuziweka kwa mtu mwingine. Kadiri unavyotumia kwa usahihi baraka fulani, ndivyo unavyopata zaidi. Yaani ninachokimaanisha hapa kwamba ulimwengu wa kiroho hakuna umri huu wa miaka ya 70 80, bali huwa kuna mamlaka kubwa na ndogo. Mamlaka kubwa inaweza ikakaa kwa mtu ambaye ni mtoto, ikawepo tu. Kumbe ndio hivyo vitu ambavyo siku hizi watu wanasema ana nyota kali. Kumbe mtu anaweza kaishi kwa nyota ya mtu. Kwa maana nyota kubwa au nyota kali ni sawa na chanzo cha maji, ambapo hata mtu yoyote ule ukiwa unaishi karibu na chanzo cha maji, huwezi kuwa na shida ya kuhangaika bali ya maji hata ya kuoga na nini. Tofauti na mtu ambaye anaishi mbali na chanzo cha maji. Kwa ulimwengu unakuwa unamtumikia ule mtu kwa sababu ni mamlaka kubwa, ina vitu vingi chini yake. Kwa hivyo vinakuwa vinamtumikia. Kwa unapokuwa karibu naye, baraka zake zinakuwa zinakufuata wewe kulingana na jinsi mnavyoishi. Kwa hivyo ndivyo jinsi ilivyo. Sio mtoto tu, ni mtu yoyote. Ni mtu yoyote. Ndio maana utakuta kuna maneno kwamba kwenye kampuni fulani mtu fulani ndio anafanya ufanikiwe, au mtu anayefahamu pale anapoanzisha biashara zake, huwa anamtafuta mtu maalumu, anamwajiri na anakuwa kama anamnyenyekea, anakuwa kama anamuogopa. Alafu unakuta hiyo biashara ni ya kwake. Baba, unataka nini? Kuna shida gani? Usije ukaacha kazi bwana. Anakuwa ameshaenda kwa mtaalamu, amemwambia mtu fulani pale usije ukamwacha. Usije ukamwacha yule mtu. Wanakuwa wamemwambia hivyo. Kwa hivyo ndivyo jinsi ilivyo. Ndivyo jinsi ilivyo. Ndio ulikuwa ni mjadala wa leo ambao nilitamani kushare na wewe siku hii ya leo, lakini nikualike sana kwenye kununua vitabu bwana. Nunua kitabu, kaa nacho kwa sababu itakuwa ni hazina ya vizazi vyako. Labda cha ziada hapa nitaandika namba ya mawasiliano ambapo unaweza kuwasiliana. Unaweza kuwasiliana kwa ajili ya hata kitabu, hata kama ni swali. 06 82 32 98 52.
Ni vizuri ukanitafuta kwenye WhatsApp. Ni vizuri ukatafuta hii namba kwa kutumia WhatsApp, WhatsApp itakuwa inapendeza zaidi. Nikutakie wakati mwema na heri njema katika kuitumikia asili, katika kushirikiana na asili ili uweze kuwa wewe. Yapo mambo mengi ya asili ambayo hatuwezi kujifunza hadharani. Kwa muda mwingine ni vizuri ukaweza kutafutana kwenye simu hizi tukazungumza mambo mengine. Asante.